Nikisema asante kwa matendo yako makuu. Nikisema asante kwa uwezo wako na mamlaka yako. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Liinue jina lako juu ya majina yote. Jina lako Yesu kwa uweza, jina lako Yesu. Jina lako juu katika majina yote. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunarudisha mahubiri ndani ya mikono yako. Neema zako ikae juu yetu. Katika jina la Yesu tunaamini. Amen. Amen. Unaweza kukaa, tunashangilia Yesu. Tunajua wakati tusikie na mstari ya mbele ndio sauti ya mna itakuwa baraka sana. Tusikie mstari ya mbele itakuwa vizuri. Kama mstari zote ya nyuma pale ngoja kaa hapo. Unajua kama sauti ya mna tusaidiane. Amen. Amen. Tunachukua Wafalme ya kwanza sura ya 3 mstari ya sura ya 3 mstari ya 20. Amen. Ukipata unaweza kusimama unasoma. Neema ya Mungu inaweza kukaa juu yako. Wafalme ya kwanza sura ya 3 unaanza na mstari ya 21 hadi 24. Amen. Nilipoondoka asubuhi, nimeonyesha mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata Au anja 20 kwa sababu waelewe vizuri. Chukua 20 pili. Wengi hadi 24. akaondoka kati ya siku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wangu nikarudia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi, nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sio hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndiyo walivyosema mbele ya mfalme. 24. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sio hiyo, sivyo hivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteeni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Hii mhubiri ilikuwa ni mhubiri juzi hapa kwenye radio, lakini ilikuwa naomba Mungu amesema nazungumza juu ya usingizi. Tuko na watu wengi wamepoteza baraka, wamepoteza vitu Mungu alikuwa ameweka mkononi yao kwa ajili ya usingizi. Usingizi ni kitu mbaya sana. Usingizi ya roho ni kitu mbaya sana. Ndio mmeona leo hata wachungaji wengi wameharibika, washirika wamepotea, maisha uchafu imeingia mahali ya ibada kwa ajili ya usingizi ya roho. Biblia inasema mwanamke huyu alikuwa na maisha yake alikuwa ameenda, baadaye amezaa. Pembeni yake ilikuwa na mbiti mwingine usi kama yeye alikuwa amezaa.
imefika usiku, yeye amelala, huyu mwingine ushamelala. Namwambia mtu mmoja, unaweza kuchezea usiku, lakini usiku ni vitu mambo mingi sana inafanyika. Unajua ndani ya maisha ya mtu iko na mahali unaweza kuingia na usiku ya maisha yako, lakini kama unalala bila Roho Mtakatifu utakufa kupoteza kila kitu. Mwanamke amelala, lakini mtu alikuwa karibu na yeye, vitu vingine amelala, amelalia mtoto wake, hii mtoto amekufa. Usiku anabadilisha mtoto, lakini huyu kitu ya kushangaza, alikuwa anasikia kabisa jinsi mtoto wake alikuwa anabadilisha nguo, jinsi alikuwa anabadilisha mtoto, lakini anaendelea kulala. Sisi kama mtu mmoja anaelewa. Leo watu wengi sana wamepoteza vitu zao kwa sababu ya usingizi yao. Hata matokeo ilikuwa inatokea ndani ya maisha yao. Ukiangalia, ukiona kabisa anaanza kumwambia mwanzo hadi mwisho. Unaona huyu mtu anaelewa kabisa shida zake imetoka wapi hadi leo amefika wapi. Lakini kwa nini anashindwa kutoka ndani ya shida? Kwa sababu huyu mtu bado yuko kwenye usingizi. Unajua ukiingia na usingizi yao utapoteza kila kitu kwenye mwili. Ndio maana iko na watu wanapoteza kazi, iko na watu wanapoteza ndoa, iko na watu wanapoteza watoto, iko na watu wanapoteza hata biashara, hata vitu vinaharibika kwa sababu wameingia na usingizi. Ndio nimekuja kumwambia mtu mmoja, Roho Mtakatifu akusaidie uamuke na usingizi yao, usimame, uanze kuomba, usimame kabisa kwenye roho, kila kitu itabadilika. Biblia inasema asubuhi huyu mwanamke ameamuka, anataka kunyonyesha mtoto wake, lakini amegundua kwamba mtoto alikuwa amekufa. Lakini huyu mwanamke alikuwa anajua kila kitu ilikuwa imepita usiku. Tuko na watu amelogwa, yeye mwenyewe anajua kimelogwa, lakini anaendelea kuishi na maisha kulogwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado yuko kwenye usingizi. Yuko na mtu mwingine ameingia kwenye dhambi, anaishi maisha homo, anaishi maisha mchafu, lakini yeye mwenyewe amekubali maisha kwa sababu tayari yuko kwenye usingizi ya roho. Ukishaingia kwenye usingizi ya roho utapoteza vitu vingi sana. Huwezi hata kutegemea Mungu, utaanza kutegemea watu. Ndio maana ninamwambia kwa watu, lazima ukataa vitu vingine kwa ajili ya Mungu. Ukishindwa kukataa vitu vingine kwa ajili ya Mungu utateseka sana. Huyu mwanamke asubuhi amesema hapana, nataka mtoto wangu arudi. Wanaanza kugombana na yeye, mwanamke amesema mtoto wangu ndiye anaishi, amesema ya kwao. Baada ya kugombana, huyu alikuwa amebadilisha mtoto. Amesema acha tupeleke kwa ufalme. Nataka kumwambia mtu mmoja, ukishapata shida, namba moja, lazima ujue majibu ya shida zangu iko wapi. Amen. Mtu yote anaweza kupata shida. Mwingine anapata shida saa hizi anaenda kwa mganga wa kienyeji. Mwingine anapata shida saa hizi anakuwa malaya. Mwingine anapata shida saa hizi anaanza kunywa pombe. Mwingine anapata shida inabadilisha mtoto jinsi mtoto anataka. Lakini tuko na watu anaweza akipata shida, Mungu anasimama kwa ajili yake. Amen. Sasa huyu watu wa nani? Mtu anasema hapana, hata nikiweza kuachana na watu wote, watu wanaweza kumiacha, kumikataa. Iko na mtu mmoja ameomba dunia na mbingu, hawezi kumiacha hata siku kimoja. Anaitwa Yesu Kristo. Huyu mwanamke amesema twende, hata bado umebeba mtoto wangu, lakini twende kwa ufalme. Naamini ke Mungu ya ufalme Salomo atamrudishia mimi mtoto wangu. Unajua tunateseka sana leo kwa sababu namba moja tumeingia na usingizi. Ukiona kabisa unaishi, umepoteza kazi, unalala tu usiku. Unalala kawaida. Maisha kuomba hamna, maisha kutafuta Mungu hamna. Unaishi, ukiona kabisa umefukuza kazini, unaishi kawaida. Biashara imekufa, unaishi kawaida. Ndoa imeharibika, unaishi kawaida. Watoto wanaumwa, unaishi kawaida. Nataka kumwambia mtu mmoja, amka. Muda watu wanalala, wewe unasimama na maombi. Unaanza kuharibu kazi ya Mungu, ya shetani, unaanza kutengeneza maisha mpya kwa ajili yako. Huyu mwanamke amesema hata usiku mzima nilikuwa nimelala, lakini hivi nimeamka, natasimama hadi Mungu atarudisha mimi ndani yake ya maisha yangu. Unajua Biblia inasema mtu akiishi duniani namba moja, huyu mtu lazima abarikiwe, apate maendeleo. Aishi maisha ya amani, maisha kusonga mbele. Amen. Sasa kwa nini unaishi unateseka, unaishi mambo haeleweki, unakaa unalala kama mtu wote? Amka. Nataka kumwambia mtu mmoja, amka. Ukiamka Mungu atafanya vitu. Mimi nikiona vitu haeleweki kwa maisha yangu, naamka. Naanza naamka na mwambia Mungu iwezekane. Hii kitu lazima ibadilike. Mungu anabadilisha vitu. Nataka kumwambia mtu mmoja, amka. Toka na usingizi.
Iwezekani umeona vitu inaharibika na maisha yako, unabaki tu na hii maisha ya zamani. Iwezekani umeona mambo yaeleweki, unabaki tu na maisha ya zamani. Nataka mwambie mtu wote, ukishaamka, Roho Mtakatifu atakupeleka hadi mahali ya ujiza au ya majibu safi yanapatikana. Amen. Wamepeleka watoto mbele ya ufalme. Wamefika mbele ya ufalme, kila mtu anasema ni mtoto wake. Nataka kumwambia mtu mmoja, hata mtu ameiba siti yako ya kukaa, hata sehemu yako, hata biashara yako, hata amefanya nini, hauwezi kukaa ile kitu muda mrefu kama wewe umeshaamka. Kwa sababu mtu anaweza kuibiwa kitu muda mrefu, ni mtu anaishi ndani ya usingizi. Ukikataa usingizi, vitu taharibika, vitu tatengenezwa na maisha yako. Naongelea sio usingizi wa usiku, naongelea usingizi ya roho. Mtu mmoja ameamka kabisa, yuko sahihi na mambo ya Mungu. Kitu inataka kuingia na maisha yake, Mungu anaonyesha hata kwenye ndoto. Anasimama, anafunga siku 3, anaomba, anapambana hadi mambo yabadilike. Amwambie Mungu, mimi siku ya leo sio siku naweza kuendelea hivyo, lakini mimi lazima nasimama. Unaweza unateseka leo. Unaweza unapita maisha. Tuko na mateso ya aina mbili. Tuko na mateso ya kwanza ni shule. Mungu anamtoa mahali, anakupeleka mahali. Sasa anakupitisha kwenye mateso kwa ajili ya kufundisha ukipanda pale utaishi vipi. Lakini tuko na mateso ya aina ya pili. Huyu mateso, huyu imetoka na mikono ya watu. Unateseka kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya tamaa. Huyu mwanamke amebadilisha mtoto kwa sababu ya tamaa. Atamani ya kuwa na mtoto. Alikuwa na uwezo arudi kwa mume wake, asubiri tena miezi 9, azae mtoto mwingine. Lakini ameanza kutamani. Tamaa imepeleke haja aende kuiba mtoto ya jirani yake. Nataka kumwambia mtu mmoja, leo sisi watu ya Afrika, hata watu wengi wanasikiliza kwa habari, dunia inaharibika kwa sababu ya tamaa. Watu wanauana kwa ajili ya tamaa. Watu wanaekana suku kwa ajili ya tamaa. Familia inavunjika kwa ajili ya tamaa. Watu wanatamani kitu iko mkononi yako, watu wapendi kutafuta. Watu wapendi kuchukua na nguvu zao. Mtakiona akipenda mke wako, anatafuta kuua mume kwa sababu abaki na mke wako. Mtakipenda mume wako, anatafuta kuua mwanamke abaki na mwanaume. Mtakipenda biashara yako, anaenda kuroga au anatina mwizi wa ibe kwa sababu waanguke. Tamaa inasukuma watu na mambo baya sana. Nenda mwambia kama Mkristo, Biblia inasema ndani ya dhambi, huyu Biblia inakataa. Huyu mtakiingia ndani ya dhambi, mtu hawezi kutoka au Mungu atafute kabisa samehe mtu mmoja leo ni tamaa. Amen. Ukiangalia hapa uzinzi kuua nini? Hakuna mahali hata hapa na hapo siku ya Mungu ameongelea sana kama tamaa. Tamaa ni kitu mbaya sana. Mtakitamani viatu zako, atafunga uwaya usiku. Mahali unapita uamke uvunjike mguu, usivae tena viatu mguu vipi ya kuvalia. Tamaa ni kitu mbaya sana. Sisi tunateseka leo Afrika kwa ajili ya tamaa. Ninataka kumwambia mtu mmoja, toka na maisha ya tamaa. Tamaa ni uchawi. Amen. Tamaa ni uchawi. Sisi hapa leo tunapita vita kubwa sana kwa ajili ya tamaa ya watu. Sijawahi kustaki mahali yoyote na watu yote. Mahali yote naenda kustaki huko, hii haina kibali ya huduma. Hii haina kibali ya kuishi Tanzania nini? Ni wachungaji, ni waskofu. Ukifika pale unaonyesha aje, wanasema mchungaji rudi tu, tumeshaelewa. Tamaa. Hakuna mtu anaweza kuchukua sehemu zako. Hakuna mtu anaweza kuchukua nini yako. Mungu ameita mtu na jinsi yake na muda yake. Ukikaa na Mungu vizuri, Mungu atakupeleka mbali. Muda sisi tunaomba, tunaishi maisha matakatifu, wewe unahangaika. Sasa matokeo itakuwa tofauti. Na mtu yuko darasani, na mtu anakaa nje, matokeo mwisho itakuwa tofauti. Ndio nataka kumwambia mtu mmoja, haamka na usingizi. Muda watu wanahangaika, wewe piga magoti, soma Biblia. Nataka kumwambia mtu, omba, fanya kazi. Kwa sababu ukiomba, Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kazi ya mikono yako itaanza kufanikiwa, utajua kweli maombi yangu Mungu amesikia. Amen. Huyu mwanamke amesema hata naomba, lakini siwezi kuacha mtoto, mtoto lazima tuende kwa ufalme. Anasukuma hii binti afike kwa ufalme. Anajua kiwakifika kwa ufalme, lazima Mungu ajibu shida zake. Amen. Watu wengi sana hapa wawezi kupata majibu ya maisha yao kwa sababu wanatafuta wataki usaidizi ya mbingu. Umelala. Ndio maana mwalimu mwingine Biblia inasema kama mtu anaendelea na dhambi yenyewe na dhambi, mtakatifu anaendelea maisha mtakatifu kwa ajili gani? Mtu anapenda usingizi, acha lala. Amen. Mimi namwambia kawatu mfano mmoja tu. Unaishi maisha ya dhambi leo. Uko na miaka 14. Mungu amekupanga kubariki na miaka 20 au 25.
Umeendelea na dhambi hadi miaka 40. Umeokoka 41. Ndio umeanza kuishi maisha matakatifu. Mungu amekuja kubariki katika 50. Utateseka sana. Unafika na miaka unaingia kwenye ndege na ukatazwa usiingie. Ulisitenda kupanda kwenye ndege umekatazwa na hospitali uko na pesa yako lakini ingie kwenye ndege. Ukiingia na gari wanasema usiwashe aishi utapata kansa. Itaua. Kwa sababu gani? Umepata pesa na uzee. Mwili jajaja kupokea pesa. Lakini ukikaa na Mungu vizuri, ukiteseka leo kwa ajili ya Mungu, kesho utabarikiwa utaishi vizuri. Amen. Watu wengi sana wanapenda vitu ya moja kwa moja. Leo watu wapendi mambo yanabadilisha maisha ya mtu. Mtu anataka akija na mwambie nimeona Bwana amesimama nyuma yako, amesema kweli ni mtumishi wa Mungu. Ukimwambia ke maisha yako naishi sio sahihi, amekimbia, amesema mimi sitaki. Umeona? Amen. Amen. Jana nilikuwa napokea watu hapa, walikuwa wametoka mbali, wamesikiza tu kwenye redio wamekuja. Nimeanza kumwambia mtu amekaa miaka mingi bila kuzaa, niwaambie wewe huwezi kuzaa hata siku moja na maisha yako. Amesema kwa ajili gani? Nimesema kwa sababu ulikuwa umetoa mimba ya mwanaume mwingine kabla uzae. Nini Mungu amefunga tumbo zako? Lazima tuende kuomba ili mwanaume msamaria na kusumbua sana. Mumeanza kusema ni kweli. Nasema wewe sio usisemulizane nje umeficha mume wako yako. Sisi tunataka kutengeneza. Sasa nani atakumbana na nani? Tumeanza pale. Sasa huyu watu wamehangaika mpaka amesema wamehangaika miaka mitatu. Shida sio wachungaji. Shida wao kama wao, huyu hajatubu, huyu hajatubu. Kila mtu yuko na maksano mengine wamekuja kuingia na maksano ya kale. Sasa Mungu hayuko ndani ya ndoa zao. Lazima turudishe kila kitu upya. Watu wanateseka leo kwa sababu ya vitu vingi. Nimepokea wiki mbili imepita, mtu mwingine alikuwa mgonjwa amekuja hapa. Amesema nimezunguka, mimi siamini kile neno la nguvu ya Mungu na kanisa. Alikuwa amekuja na dharau tu. Amekuja na nguvu yake. Ilikuwa mtu si kawaida tu lakini Mungu alikuwa na shida. Niwaambie wewe ni mwizi. Ulikuwa umeiba viatu, ndio ya Mungu yako hivi na inateseka. Mimi kurudisha viatu. Watu wanachezea Mungu leo. Ndio maana mimi hata mtangepiga au niombeni wewe watu siombaki. Watu wengine nasema unalinga sana, unaona umezidi, sio unalinga. Niko na video sio mtu kama yeye mwenyewe unamwambia kwa unalipona. Anaiba tena natoa nikipata matatizo naenda kwa profeta niniombea. Mungu sio Mungu mchafu, Mungu ni mtakatifu. Anatembea na watakatifu. Lazima tujiandae wapi kuishi maisha matakatifu. Leo watu wengi sana wanateseka kwa sababu wameanza kuona Mungu kama rafiki yao. Ndio unaona kama madhabahu imechafuliwa. Madhabahu sio mahali ya biashara. Madhabahu sio mahali ya kuchezea watu. Madhabahu ni mahali ya kuonyesha utukufu kwa Mungu. Ndio maana mara yote tunamwambia watu, ukipenda Mungu, njoo tufanye kazi ya Mungu. Mungu mwenyewe anajua kulipa watu. Amen. Mimi siwezi kuhesabu jinsi gani Mungu analipa maisha yako. Kwa sababu mara nyingi nasafiri unaenda hadi Ulaya, umehubiri hata kanisa kumi unarudi bila chochote. Lakini Mungu anakuja kubariki sehemu nyingine. Mara nyingi nasafiri naenda safari kuhubiri mikutano kwa watu wanakuja hadi karibia 1000. Shinyanga pale unahubiri unafanya wa mwanzo unarudi. Unamaliza mkutano unaanza kukuja hamna hata tiketi ya ndege hamna. Unamwambia mke wako kopa pesa yoyote nitumie na uji. Kwa sababu gani? Mungu anaangalia jinsi gani kumwaminifu na yeye. Unajua tofauti ya watumishi wa Mungu na shetani. Watumishi wa Mungu wanategemea Mungu tu. Wanajua hata akipita mapito, hata ile kitu mimi hapa kuna sio mfanyakazi ya Mungu, hapa ni mfanyakazi ya Mungu. Hii ndio ananipende bosi yao. Siwezi kutegemea wewe. Wewe unaweza kuja leo, unaweza kuondoka, unaweza kutoa hoja toa, lakini Mungu wewe anakupa mimi pumzi na kumua na hii pumzi. Anaweza kufanya zaidi. Sasa tukitegemea Mungu, lazima Mungu afanye mambo makubwa. Ndio nakwambia mtu mmoja, mtu anaweza kutegemea Mungu ni mtu ametoka ndani ya usingizi. Watu wengi sana bado wako na usingizi. Ukiona mtu anaona kabisa matokeo tofauti na maisha yake, analala kawaida, anatembea kawaida, kitu mbaya sana. Huyu mtu anasimama, anaanza kutafuta rafiki. Huyu rafiki hawezi kusaidia maisha yake na anaongea mambo yake. Amen. Amen. Nimemwambia baba alisema kurudisha viatu vya watu. Nilimwambia mtu wake atakata kesho. Alikuwa amekataa kusema, anasema mimi nilipofunga umepeleka kesho mtu wako atakata. Wakati hizo hospitali. Utaona. Ametoka mekano na ndugu zake pale wako wale wamekuja na gari. Akiba gari amekuja prophet kweli kwa nimeiba viatu vya bosi yangu. Watu wanateseka. Sasa mtu kama haya, kama mimi sina wewe na nini? Unaombea mtu anatoka anaenda kusema mahali atasemaje? Huyu prophet haina nguvu kabisa. Haina chochote. Amen. Mwingine alikuwa amepiga mimi siku moja simu. Ameshakuja amesema baba mimi hapa nafanya biashara naanguka kila siku nafanya kila siku na mami wewe pesa umeanzia ndio umeiba baba yako. Baba yako akauliza nyumbani ndio amechukua pesa.
Kila mtu amekataa. Sasa pesa hamna, biashara imeanguka, unauliza nini? Kuuliza baba yake. Nimeshateseka miaka 5, nimesema shida sio miaka 5, shida wewe ni Messi. Mungu hawezi kushirika na Messi. Umenitukana, nasema kweli, vizuri na kutukana kwa kweli na kutukana kwa hongo. Baada ya siku mbili amekuja tena, nimesema uchukue vitu nilikuwa nasema pale, ni kweli kwa sababu nilikuwa nimeweka on speaker, watu walikuwa wanasikia nipata aibu sana. Ni kweli baba. Nisaidie. Watu wengi sana wanakufa kwa ajili ya aibu. Amen. Watu wanakufa kwa ajili ya aibu. Nataka kumwambia mtu mmoja, usikubali kufa kwa ajili ya aibu. Mmoja alikuja hapa jana, alikuwa tajiri sana, alikuwa maduka sana hapa Arusha. Ameanguka sasa, anatafuta 20,000. Ni mwanamke kama ndio vitu zake vile. Amekuja niambia wewe umearibu kwa sababu ulikuwa umetembea na mume wako mkiatu umearibu. Amekataa kwa nini? Amekataa kusema. Tumeomba pepo imesema hivi vitu. Nimechukua video na hivi video. Niko na video sio kwenye mtandao kwa sababu ya heshima ya watu. Hata kwenye radio sisitize ushule ya watu kwa sababu ya heshima ya watu. Tunatafuta sio tukufu, tunatafuta Mungu kuonekana. Amen. Baadaye ndio amekuja kusema kweli prophet vitu vilikuwa kweli. Lakini tumeshaachana, nimesema shida sio kuachana. Nasema tupigie mkeo kwenye msaada. Kumpigia mke wake kwenye. Lakini tunafanya kazi. Kazi lazima tujaze mbingu. Tunafanya kazi sio kwa ajili ya kujaza watu watajaa tu. Lakini mbingu ikijaa, utukufu ikishuka, mambo itabadilika. Amen. Nataka kumwambia mtu mmoja, usiishi dunia kwa ajili ya watu, ishi kwa ajili ya mbingu, ishi kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu watu wanatamani, watu wako na tamaa. Tamaa inapeleka watu mbali. Unajua mtakitamani nyumba zako, atakutafutia matatizo. Mtakitamani gari yako, atakutafutia matatizo. Mtakitamani nguo zako, atakutafutia matatizo. Anaweza kumwagia hata tope usiku kwa ajili atamani tu nguo zako atake uvae. Lakini mtu anategemea Yesu. Akiona kitu kwa ndugu zake anasema ongea, lakini anarudi kwa Mungu anasema mimi nataka usikiki. Mungu atakupenda hisi nyingine. Lakini mtu ya tamaa ataweka wivu, atapita njia nyingine kwa ajili ya kuharibu. Usikubali kukaa karibu na mtu anakuja kuongea mabaya ya watu wengine. Uweze hata kuingia mbingu. Tengeneza maisha yako kana mtu. Huyu anaweza naongea mambo ya maendeleo, mambo ya Mungu, mambo ya mbingu. Maisha yako yatabadilika. Watu wengi sana wanateseka leo kwa sababu wamepeleka Mungu Yesu Kristo mbali na maisha yao. Wamefika mbele ya ufalme. Ufalme anamwambia huyu bibi. Amesema chukua mtoto weka katikati. Huyu mtoto alikuwa amekufa, wameacha pale. Iko na siku ukiona biashara yako, vitu zako, jina lako inaanza kungangania na watu. Siku ya kwao ya wao wameshakufa. Ndio Mungu wao wameshapoteza. Usipendelee na usingizi. Ukilala unaona watu wanakuibiwa, ukilala unaona watu wanateseka, unaona hivyo ndio usingizi. Amen. Mimi ndio walikuwa wameiba vitu muda ujenzi hapa moto, Mungu ameshapigwa. Mwingine ndugu zake amekuja hapa amesema ndugu wao walikuwa wanakuiba hapa sana. Sasa natafuta hata shilingi 100. Anaishi maisha magumu sana. Hivi mvua inanyesha, imebeba bahati yake zote, si imepeleka watu wametafuta majapati. Nasema hii mwanzo tu. Usichezee Mungu. Muda watu wanatafuta kitu kingine, wewe weka miguu chini, anza kuomba. Mwambie Mungu iwezekani. Kwa nini watu wengine wanapata maendeleo mimi siku? Kwa nini watu wengine wanafanya kitu fulani mimi siku? Nimesoma, sina kazi. Nimesoma, sina kazi. Hata biashara hamna. Nimekosea nini? Naona watu wanapata maendeleo, watu wanasafiri, watu wanajenga. Mimi nakai hapana. Umeamka na usingizi. Unaomba, umeacha kufanya kazi. Mungu atasimama. Ukifanya kazi wateja hamna, usiku unapiga magoti. Unamwambia Mungu iwezekani. Hata ni Mungu wa shetani anasimama kwa haribu kazi yako. Mimi na mimi niko na uwezo. Unavunja asiku na bariki kazi yako. Unatoka tena. Hata leo umeshindwa, kesho unatoka tena, kesho kutu. Utaona mkono wa Mungu. Mungu atabariki kazi yako. Lakini kama ukikata tamaa, watu wako na tamaa na vitu zako watafurahi. Bado ngine huo ndio ni nani? Mahali wewe unataka kuacha, unajua watu wangapi wanataka kuingia pale. Amen. Kitu wewe unataka kuacha, unajua watu wangapi wanaingia pale. Tengeneza na Mungu. Ufalme anasema weka hii mtoto chini. Amesema niletee upanga. Unajua tukiongelea habari ya upanga ni haki. Amen. Amen. Ni haki. Ameletea upanga. Ni haki. Tukiongea nasema mwingine Biblia inasema upanga ni Mungu peke yake. Sasa huyu ufalme anaingiza Mungu ndani ya shida zao. Ufalme anasema neno moja kubwa, sema weka hii mtoto chini. Unajua ukiona vitu zako imeibiwa, umechafuliwa, unateseka, umechoka,
Amuka na usingizi, mwambie Mungu, mimi nimechoka maisha ya siku hii. Nimerudisha shida zangu. Kila siku huwa naenda kustaki, naenda hivi, unapiga magoti unaomba. Unamwambia Mungu, nataka kitu yangu inapanda mbele, nataka nabarikiwe, nataka nasonge mbele, nataka kufanya mambo makubwa. Mungu ataonekana. Amen. Mungu ataonekana. Usikubali uishi maisha kama mtu wa kawaida. Sisi ni watakatifu. Mtakatifu ni mtu ya haki, mtu ya ukweli, mtu ya heshima. Unajua leo sisi wa Kristo tumepoteza discipline, tumepoteza heshima. Ndio unaona hata ndani ya kanisa mtu akibarikiwa tu leo hata ni Mkristo anashindwa hata kukupa mkubwa yake shikamoo, anashindwa. Mtu akibarikiwa leo anashindwa hata kuheshimu wakubwa. Amen. Mtu akienda tena mwambie kwa watu, ndio maana leo pepo inaingia na mambo yote. Wachungaji fake wameweka ndani ya watu wote, kweli pepo ipo. Lakini pepo na baiti mwingine ni bado ni askari pia kawaida. Lakini Tanzania pepo ameshafika kileo. Shida zote ni pepo. Ameshafika mkuu ya majeshi. Hata mtu anatembea na gari, tairi inaisha upepo, amesema hii pepo ya kumaliza tairi upepo, ya kutoboa tairi. Akienda gari kifa, amesema ni pepo. Akitembea ndani viatu zake ilikuwa ina fake. Chini ya viatu inaachia, amesema hii ni vita ya maisha yangu, pepo ndio imefanya hivi. Kila kitu ni pepo. Sasa shetani ametoka kusisikana ya kawaida, ametoa mkuu ya majeshi, ameanza kutawala, kuchezea watu. Ukiamini Yesu, vitu kawaida Yesu fanyika tena maisha yako. Iko na vitu ni kawaida. Kama hapa umeme imeenda. Ukiona nimesikia pale kwa nje, tulikuwa nani mmoja tumekaa pale nje, naona watu wanaomba, wewe pepo, umekata umeme, unapata shetani. Wewe, shetani anafanya kazi tani siko. Wewe. Kwa nini tumekaa hivi kwa sababu ya generator? Kitako ndio generator sasa hivi kwa sababu tunaweka maisha, tunaweka sio muda. Ndio tuweke generator. Hii inaweza kubeba na baisi na vitu vingine generator dogo. Baisi ile itasumbua. Kwa sababu generator zote inakuja hapa inashinda hata kubeba hii speaker. Nini booster. Generator iko hapa lakini inashinda kubeba booster. Tukiweka lazima tutumie tatu. Sasa tunajiandaa kwa kuingia generator kubwa. Hata ya milioni $20,000. Hii inaweza kubeba hii nyumba mzima, hata tuweka ma TV na radio ile zote. Hata ile hapa hii generator kubwa kama ile kila kitu. Lakini sio shetani. Nimesikia watu wameomba karibia nusu saa. Nimesema kwa nini kuchezea Mungu hivyo? Shetani umekata umeme, unasema shetani anafanya kazi sana siku. Huyu mtu mara mwingine yuko na nyumba inachomeka pale. Mtu amepiga simu. Amesema nyumba hapa imewaka moto usiku, umeme wamezima. Mara mwingine kuna mtu anaunganisha umeme, inaweza kuwa na shida au nguzo imeanguka kwa ajili isiue watu. Wale mvua inyesha siku mbili, wanaweza kusema zima umeme, wakazima. Sasa huyu pepo unaona TANESCO ni nani? Na mambo yake pepo, sema tu jina lake. Amen. Tuseme huyu pepo Yohani, huyu pepo Mao, huyu pepo fulani, ndio umekatwa mbele, tujue. Zote nini? Kwa sababu watu wasoma Biblia. Amen. Mtaki hata akipika chumvi inizidi kwenye chakula, amesema pepo anataka kuvunja ndoa zao. Pepo ndio ameweka chumvi kwenye chakula zao. Mtu kuta hivi Mungu anapika, watu wanakula wanamaliza. Watu wameingiza pepo na kila kitu. Ndio mbona kazi ya Mungu imeharibika. Mwingine anakuja hapa mchukeni angalie vizuri kama niko na pepo gani. Wewe unajua mtu kama Yusufu, kama alikuwa hapa leo, ameuza na ndugu zake, amechafuliwa na mwanamke wa watu. Utasema yuko na pepo gani? Ya kukataliwa. Kota naenda, kuna pepo ya kukataliwa. Kweli pepo ipo, matatizo ipo. Lakini vitu vingine sio pepo. Lazima ujue sehemu ya Mungu na sehemu ya vitu vingine. Ndio umeona Tanzania, Tanzania watu wameanza kuamini kama mtu amefika mzee ni mchawi. Kijana ni Mkristo. Sasa siku utakuwa mzee au bibi, utaitwaje? Uchawi mzee ni roho, sio mwili. Ni vitu viwili tofauti. Amen. Ikina ni Mungu ya roho. Mchawi anaweza kukaa mbele au Sumbawanga au Tanga au mkoa gani, na Mungu wao huko na mita moja kama hiyo nini. Na Mungu wao ina mbali. Ndio mbona tunaombea mtu kwa Amerika na pole. Umekaa unatabiria mtu mbaya. Wewe unaweza kwa sababu mtu amesimama mbele yako ndio kama uchawi, kama unataka kula takula kwa sababu maisha yako sio takatifu. Kitu inalinda mtu ni maisha matakatifu tu. Shetani anaogopa hapana kwa sababu unatamka jina la Yesu, hapana, shetani anaogopa watakatifu. Amen. Yesu alikuwa sio mtu wa kufanya maspektakli.
Yesu alikuwa mtu ya kuheshimu watu. Amen. Badilika. Chukua shida zako, beba, peleka hadi kwa Yesu. Ili Yesu atabadilisha shida zako. Amen. Toka na vitu vya kawaida, Mungu atafanya. Tuendelee kusoma 25 hadi 28. Wafalme ya kwanza sura ya 3 25 hadi 28. Mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma, akasema, Bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akafe. Amen. Sikiliza vizuri, tamaa mahali inapeleka mtu. Maana yake huyu binti alikuwa atamani kasi apate mtoto, lakini shida zake ilikuwa nini? Ako huyu mtoto wake amekufa, ya huyu si rafiki yake, fanyaje? Nataka kumwambia mtu rafiki vizuri Yesu. Amen. Wewe mtu mzuri ukipata shida unaenda unapenda useme, mtaseme pole yako, umesema asante. Wewe unaweza kila pole ni pole. Unaweza kusema pole, mume yake amekufa, mmoja akasema amefurahi. Kila siku alikuwa anabadilisha nguo hapa, anabadilisha magari apite tena. Anakuja usema nalia. Ni watu umepoteza kazi, unasema pole, Mungu atafanya tu. Umerudi watu wanacheka. Alikuwa anafurahia, no? Anapita hapa, kazi ndio kazi kwa tumefanana. Watu wanataka ufanane na wao. Sasa muda huu umeona kitu waeleweki ndani ya maisha yako. Na mali ya kupeleka shida zako kwa watu, uje kwa Mungu, piga magoti. Mwambie Mungu, mimi siwezi. Nataka uingilie kati ya shida zangu. Nataka uingilie ndani ya biashara yangu. Nataka uingilie ndani ya kazi yangu. Mungu atasimama. Mungu ataonekana. Jina lake litatukuzwa. Amen. Wewe unataka tu mambo madogo. Amen. Amen. Mungu ni mwaminifu sana. Ufanye unasema nini? Kata pande mbili. Huyu achukue moja, achukue moja. Wanataka kukata. Huyu mwanamke mtoto alikuwa yeye, bwana mmoja ameumia moyoni. Kwa sababu huyu moyo wake ina maumivu. Kwa sababu ya tamaa. Mtu anatamani kitu ndani kwako. Haina maumivu. Hata kitu gani kinapatikana, yeye anataka upoteze. Ndio nataka kumwambia mtu hakuna rafiki vizuri zaidi ya Yesu. Watu wanauana, watu wanachafuana, watu wanateseka kwa sababu hakuna rafiki kama Yesu. Ukichukua Yesu kiweke kama rafiki zako, mambo yatabadilika. Amesema hapana, urudishia usitake kuona damu ya mtoto wangu inamwagika. Wewe mwingine amesema hapana, afanye. Mimi nataka ugawe. Yeye chukue kipande, mimi sitachukua kipande zangu. Shida anataka kwa mtoto wake amekufa na huyu sawa. Wewe umezoea kumwambia mambo yako kwa watu. Wewe unawaza watu wanakupenda. Nimenunua kiwanja, najenga, na kitu fulani. Wewe unawaza watu wanakupenda. Wewe unawaza watu wanapeleka habari. Anaweza kufurahia na kucheka. Muda unaondoka, unawaza moyo wake imependa. Lazima ujue Mungu peke yake ndiye anaweza kusaidia shida zako. Amen. Kila aina ya mtu anaweza kubadilika. Amen. Anasema kila aina ya mtu anaweza kubadilika. Mimi watu wote 99 nimeamini ndio walifanya mambo mabaya. Amen. Amen. Naongea kweli. Mungu umesaidia, umechukua mahali, umechukua nyumba, umebadilisha maisha, umegari, umefanya kila kitu, yeye ndiye anaenda kufanya vibaya. Lakini baadaye Mungu anainuka tu. Mwingine anapata shida na kuja hapo naingilia kabisa shida zake. Amen. Baadaye yeye ndiye anabadilika. Kwa sababu mtu ni mtu tu. Amen. Watu wakianza jambo tamani kitu kwa mkononi wako, akishindwa kuchukua, atachinja hiki kitu. Mtakitamani hata ingia na maisha yako, akishindwa kuingia atakuua. Mtakitamani nyumba zako au kitu chako, akishindwa kuchukua atakuchinja. Ataka kupoteza. Ndio ndio ushirikina imezidi Afrika. Watu wanalogwana, ukitafuta ni tamaa tu. Mtu mwingine kabisa unaona amekosea nini? Amefanya kitu makosa gani? Lakini kwa nini anateseka? Kwa sababu ya tamaa ya watu. Tuko na watu wanateseka kwa sababu ya makosa zao. Lakini tuko na watu wanateseka kwa ajili ya tamaa. Huyu amekosea nini? Aje mtoto wake achukulie kwa
pafe. Endelea kata kabisa. Unawaza watu wanafurahi. Watu wengi sana wanafurahi kwa sababu nasema mimi sina pesa, mimi nalea, mimi nafanya hivyo. Watu wengi sana wanafurahi. Amen. Mimi naishi muujiza. Naweza kukaa hata mwaka bila chochote. Lakini baada ya dakika Mungu anaweza kufanya muujiza. Mungu anafanya nini mambo yanafikiriza akili ya watu. Lakini Mungu akishasema kifanye kitu fulani itafanyika. Mimi siwezi kuweka nguvu zangu ya mwili wa kazi ya Mungu, hamna. Mimi Mungu akisema atabeba mwenyewe. Biblia inasema njoo na mzigo wenu, niachie mimi na beba. Mimi sina mzigo yoyote. Mimi Mungu akisema anasema tayari baba yuko wapi? Amen. Hiyo kama umeshapata vizo umenunua na tiketi. Sio wewe ndio utakemea na miguu ya Ulaya mara hapa. Tiketi ni andike visa ni kibali ya kuingia na nchi. Ukishapata vitu viwili, hata huko hapo unajua tumeshafika. Ndani ya ulimwengu wao tuko na kitu kinaitwa visa. Ukishapata kibali maana yake ni visa. Kibali unapata kibali na kupata kitu unataka. Ndio tunamwambia mtu ukitaka kitu, ukitaka kuendelea na biashara, ukitaka upande, ukitaka Mungu abariki maisha yako, tafuta kibali. Ukishapata kibali hapo, Mungu atakupandisha zaidi. Amen. Watu wanateseka sana leo kwa sababu watu wanatafuta vitu vinapitiliza akili ya watu. Watu wamesahau vita zao. Ukitaka Mungu aingilie shida zao, namba moja, sahau shida ya watu wote. Amen. Angalia shida zao. Deliverance inaanza kama mtu ameanza kutambua shida zake mwenyewe. Ndio maana Yesu alikuwa anatembea na wanaume 5,000 bila kuhesabu watoto na wanawake. Lakini mtu mmoja tu anapona. Maana yake alikuwa na watu 20,000. Tuliweka watu 20,000 hapa. Ni kiwanja nawaza kiwanja ya Dar es Salaam. Ya kusha mara 2. Amen. Au mara 3 ya watu. Mtu mmoja tu anapona. Kwa ajili gani? Huyu mtu ametambua. Kwa nini? Huyu mtu anapita ni Yesu, mponyaji. Mimi siponi. Hapana, mimi lazima napona ndio kupiga kelele. Yesu niingie maisha yao. Lakini tuko na wengine pale aone. Anasema kabisa na mtu anafuata nafsi zake. Anatafuta nini chakula tu. Ale. Akienda choo anamwaga, kesho anatafuta tena chakula kingine. Nataka kumwambia watu kuna vipi inabadilisha maisha ya watu. Ukiungana na Yesu maisha yako lazima ibadilike. Mimi nimepata neema, kibali, nimekaa karibu na uongozi kubwa zote ya nchi zao. Huyu au yajini. Kama Evek Pascal kuna kama Biaka Kenza, mimi ndiye nimenunua Chanel yake TV, nimeenda kuchukua nimeweka kila kitu. Sasa hivi generation nikafuta amekuwa kiongozi wa kanisa zote ya boya ya direct mzima. Mimi nikaa karibu naye, mtu wa kwanza nimepongeza amesema wewe ndiye mtu wa kwanza unanipongeza nje ya nchi. Nimekaa karibu kwa sababu gani? Nilikuwa nasogea si wakubwa kwa ajili ya kupata pesa au kuomba. Hakuna mtu mkubwa au mchungaji naye ameshaona nimezeni naenda kuomba hata shilingi 100 au hapana. Nakuja kwake na mimi kama mtumishi wa Mungu niko na kitu ya Mungu ndani zake naweza kupata. Sasa natafuta jinsi gani atapata hiki kitu. Ndio maana mimi nimekaa hata hapa Tanzania nakana baskofu wangu nakana watu nakana wachukua na yote. Mtu yoyote anashika Biblia anaishi maisha matakatifu ipo na kitu yangu ya Mungu ndani yake. Sasa nikienda pale lazima natafuta jinsi gani naweza kupata hiki kitu. Ndio mimi kwa wachungaji hapa wasiofuata sio mimi nikiona na unasema na baraka tai watu kwa sababu atamke aachie vitu kwa moyo mimi maisha yangu barikiwe. Kwa sababu hii vita kuacha kwenye ulimwengu wa roho hakuna mtu anaweza kuiba. Mtu anaweza kuiba pesa, anaweza kuiba vitu, lakini neema ya Mungu ndani yao hakuna mtu anaweza kuiba. Hata neema ya Mungu ndiyo inazaa vitu. Amen. 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 Mimi namwambia kwa watu kama mfano huko na mti ya embe, unaona watu wanakuja kuiba embe usiogope kwa sababu ile mbele yako za. Shetani iko shetani ibadili matunda. Lakini kitu inazalisha matunda, shetani hawezi kuiba. Amen. Amen. Usiogope kama uko mpande ya Mungu, kila kitu kitakaa sawa. Amen. Ufalme anamwambia rudishia yeye mtoto wake. Wameanza kurudishia mtoto wake. Huyu alikuwa amepoteza, Mungu amerudisha. Mungu anaweza kurudisha vitu vilivyopoteza na maisha yako. Mungu anaweza kurudisha haki zako. Mungu anaweza kurudisha. Usikate tamaa, usilie. Usiseme hapana kwa sababu naishi maisha magumu, sema hapana. Yesu anaweza kusimama kwa ajili yako. Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Jina lake liinuliwe. Amen. 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 Yesu anaweza kuinuliwa. Nataka tuombe. Amen. Amen. Wewe tumeanza kuzoea kuchelewa ibada. Biko na siku takuja
tusimame, nataka tuombe. Ibada hapa na naombea watu kadhaa, Mungu mtakatifu ataendelea. Amen. Unajua watu wengi sana ya zamani wamesikia tu ile ibada ya nabii. Wote wanakimbia. Wengine wanapiga simu, mchungaji, maji imeingia nyumbani. Mwingine anapiga simu, sijapiga pasi.